Rungwe na Busokelo, na jumla ya eneo ambalo limepandwa kakao ni jumla ya hekta 8142, na wastani wetu wa uzalishaji kwa mwaka tuna range kati ya tani milioni 11 mpaka milioni 12 kwa uzalishaji. Na rekodi yetu kati hizi halmashauri tatu kwa maana ya wakulima ambao tumeshawasajili wapo jumla ya wakulima 26361. Kwa hiyo sisi kama nilivyosema tuko mbele kidogo, na tunashukuru kwa mashirikiano ambayo tunayapata kwa wenzetu wa COPRA, kwa maana ofisi ya kanda iko hapa pamoja na taasisi yetu za tume ya ushirika, bodi ya magara pamoja na TMS. Fedha huu 25-26 tumeshafanya minada 34, na wastani wa bei kipi tunaanza msimu tulianza na bei ya shilingi 17,500, lakini kwa mnada wa mwisho ambao tumeuza ilikuwa ni shilingi 5,540. Kwa hiyo mdororo wa bei ambao umesemwa na wadau wengi ni dhahiri kwetu umetuumiza sana, na kipekee nipende kuwashukuru wenzetu wa COPRA kwa sababu mojawapo ya changamoto ambayo inatuathiri ni ubora wa kakao yetu. Kwa hiyo kwa mkakati ambao tumeanza nao kujenga ile makaushio manne wilayani Kyela, tunawashukuru, lakini tunawaomba kwa sababu sisi katika hizi halmashauri ya Rungwe na Busokelo muda mwingi kuna unyevu. Kwa hiyo tunaomba sana hata hizi halmashauri kufanya consideration za kuwajengea makaushio ili kusudi kakao inayotoka Rungwe na Busokelo pia iwe na ubora. Kwa hiyo tunapofikiria hili pia tulizifikirie halmashauri mbili kwa maana ya Busokelo na Rungwe. Lakini jambo la pili ambalo tunatamani litokee pengine katika majadiliano ni viwanda vya kuongeza thamani ya zao letu la kakao, kwa sababu tunapouza hizi maharage ya kakao hili kiushindani duniani hatuwezi kukompiti sana. Ndio maana inafikia stage kwamba hata mkiahirisha mnada wakulima watauza, kwa sababu watapeleka wapi? Hawezi kupika mboga, hawezi kufanya chochote. Lakini tunaamini tukiuza kama unga ni rahisi kuongeza life share ile product, ni rahisi zaidi kubagini kwenye masoko mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndipo moja tu ambalo tumeshaanza kulifanyia kazi kwa maana ya majaribio la uwepo wa magonjwa. Tunashirikiana na wenzetu wa hatari ambao kuna maeneo ambayo tunafanya testing kwa kutumia viuatilifu vinavyozalishwa kutoka na zao la pareto ili kulinda ile soko la organic koko ambao tunaizalisha sisi kama Mbeya. Kwa hiyo tukapopata basi tutaona namna gani tunashirikishana, kwa sababu tuna changamoto ya maeneo ya kokoa yetu kuvamiwa na visumbufu mbalimbali. Lakini pili, ipo changamoto nyingine ya kokoa kuwa na umri mrefu, kwa sababu sisi zao lina muda mrefu tofauti na wenzetu ambao wameanza juzi. Kwa hiyo hata ule uzalishaji wake umeshapungua. Hivyo nizipongeze halmashauri ya Kyela pamoja na Busokelo kwa kugawa miche kwa msimu huu. Wameshatoa miche ambayo kwa wakulima kwa ajili ya miche bure, jumla miche 85,560. Jukumu letu sisi wakulima sasa kuendelea kuitunza hii miche ili tuone matunda yake mbele ya safari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha baadhi za ghala na minada ya kidijitali, na kabla ya wasilisho hilo ningependa niwafikirishe kidogo kuhusu swala hili ambalo limeongelewa sana na nadhani wengi tumelisikia, swala la kanuni ya Umoja wa Ulaya ya kupunguza uharibifu wa misitu, yani kanuni ya EUDR. Labda kwa kifupi ningeomba niwafikirishe kwamba sasa hivi tunaongelea bei ambazo kidogo zimeshuka, lakini kanuni hii ilikuwa inatupeleka katika kutokuwa na soko kabisa. Kanuni hii ya Umoja wa Ulaya inatuhitaji sisi tuweze kuthibitisha kwamba kakao yetu haijaharibu misitu kabla haijaingia katika soko la Umoja wa Ulaya. Na kwa maana hiyo, kupitia kanuni hii
kuna taratibu ambazo zimewekwa ambazo yule mnunuzi kabla hajaingiza kakao katika soko la Umoja wa Ulaya lazima awe na nyaraka za kuthibitisha kwamba kakao hiyo haijatoka katika eneo ambalo liliharibiwa misitu kabla haijazalishwa. Na kwa maana hiyo nadhani mnaweza mkaona namna ambavyo swala hili ni swala nyeti, ni swala muhimu, ni swala ambalo kama nchi iliona kuna umuhimu wa kulifanyia kazi na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuuza kakao yetu, kwa sababu bila kuweza kuzingatia kanuni hii ya EUDR tusingeweza na hatutaweza kuingia katika soko la Umoja wa Ulaya. Na hii ni kanuni ambayo inaanza kutumika tarehe 1 Januari mwaka 2027. Kwa ikifika mwaka huu, kabla hatujaweza kuthibitisha jambo hili, kakao yetu haitaweza kuingia Umoja wa Ulaya. Nadhani mtakumbuka wakati tunaonyeshwa nchi ambazo zinanunua kutoka kwetu, mlionyeshwa nchi ya Malaysia, lakini pia nchi ya Ubelgiji na nchi nyingine nyingi za Umoja wa Ulaya. Sasa hata hizi nchi zingine za Malaysia na zingine ambazo ziko Asia, kule kakao yetu inapita tu, inaenda kule, inachakatwa, baadaye inakuwa chocolate, inaingia na yenyewe Ulaya. Sasa kanuni hii haiangalii tu kakao ghafi, inaangalia hadi bidhaa zinazotokana na kakao. Kwa hiyo hata ile chocolate itabidi ionyeshe imetoka wapi na ionyeshe kwamba ina nyaraka ambazo zinaonyesha kwamba haijatokana na kuharibu misitu. Na kwa sababu hiyo nchi iliona huko umuhimu, na tuliwekeza fedha nyingi za kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuzingatia kanuni hiyo. Mpaka sasa tumeshawekeza shilingi milioni 330 ambazo hizi zimetumika katika kuhakikisha kwanza tunawasajili wakulima kidijitali, wakulima wote wa kakao wanasajiliwa kidijitali, lakini pia baada ya hapo tuna uwezo pia wa kuyajua mashamba yao, kwa sababu katika soko la Umoja wa Ulaya kanuni hii itakapoanza kutumika, yule mnunuzi anayepeleka kakao atahitaji kuwa na taarifa za mashamba yote ambayo yamezalisha kakao wanayoingiza ndani ya Umoja wa Ulaya. Na ndio maana tumekuwa tukifanya kazi, naamini wote mmekutana na sisi mashambani, ili kusajili wakulima, lakini pia kusajili mashamba yao na kuchukua yale majira nukta. Kwa hiyo tumechukua majira ya nukta ya wakulima wengi, ya mashamba ya wakulima wengi. Mpaka sasa tumeshasajili wakulima 28,757 kati ya wakulima 32,500. Nchi ina wakulima kama 32,500 wa kakao. Mpaka sasa hivi tumesajili 28,000. Kwa hiyo tumeshasajili kama 90% ya wakulima, na tunaamini mpaka tunapofika wakati wa kuanza kutumika kanuni hii tutakuwa tumeshafika kile kiwango ambacho kinatakiwa, na wakulima hao wana jumla ya hizo ekari 216,733 kama inavyoonekana maeneo hayo. Na tulichosajili ni kwamba tuna taarifa zote za wakulima kwa sasa, majina yao, wanapatikana wapi, sehemu walipo, lakini pia kijiji, kata, namba yao ya NIDA, yani manake kitambulisho, na vyote hivyo vinahitajika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaingia katika soko la Umoja wa Ulaya. Lakini pia tunaweza kuona mashamba yao. Hii ni sehemu fulani Mlimba, kijiji cha Kamwene. Ukienda kwa karibu zaidi unayaona yale mashamba ambayo tumeyasajili. Kwa hiyo sasa hivi tayari tuna uwezo wa kuyaona yale mashamba mbalimbali ya kakao, na hii ni sehemu moja tu, lakini Kyela pia tuna mashamba tumeshajua yalipo na kadhalika. Na kinachofanyika ni kwamba kule kwenye soko la Umoja wa Ulaya, yule atakayepeleka wataangalia taarifa kama hizi, watahusanisha na taarifa za satellite za lile eneo za muda mrefu na kuona kama kulikuwa kuna misitu, na baadaye kuweza kuhusanisha na ile bidhaa inayoingia. Na kanuni yao inasema ni ile misitu ambayo iliondolewa kuanzia mwaka 2020 kuja mpaka sasa. Kwa hiyo ile ya nyuma huko hawaangalii. Na kwa maana hiyo pia tumekuwa tukihakikisha kwamba tuna uwezo wa kukaribia wote tuweze kuzingatia kanuni hizi, na ndio maana ya ule uwekezaji mkubwa ambao tayari umeshafanyika. Na sasa mnunuzi atafanyaje ili kuweza kuzipata hizi taarifa? Wengi tunafahamu jinsi ambavyo biashara inafanyika sasa hivi, na hapa ndipo ambapo pia nitatumia nafasi hii kuongelea pia mwongozo ulivyo. Mwongozo, kama mnavyokumbuka, tunakusanya mazao yetu mengi kupitia vyama vya msingi vya ushirika AMCOS, na pale katika vyama vya msingi vya ushirika tunakuwa tuna uwezo wa kuangalia ubora,
lakini pia uzito wa kile kiasi, na baada ya hapo mkulima anapewa stakabadhi yake, anaenda nayo nyumbani. Baada ya hapo kama mnaona kupitia vile vyama vya ushirika pale namba 2, yale mazao yanaenda kwenye ghala kuu ambalo liko chini ya chama kikuu cha ushirika, ambapo pale uhifadhi unafanyika, lakini pia ubora unaangaliwa tena na kuhakikisha kwamba kile kilicholetwa kinatumika kuandaa ile hati ya mauzo, yani sales catalog, kupitia kwenye lile ghala ambalo lina huo mzigo husika, na utaratibu utaendelea kuwa ni huo, ingawa kutakuwa kuna mabadiliko kidogo tu ambayo nitaendelea kuyaelezea jinsi ambavyo naendelea kuwasilisha eneo hili la mwongozo na biashara yetu itakavyofanyika. Sio tu tuna uwezo wa kuelezea zile AMCOS zilizoleta mzigo kwenye ghala, lakini pia tunaweza tukaona hata wale wakulima ambao walikuwa ndani ya ile AMCOS ambao wameleta mzigo kwenye ghala. Kwa hiyo mnunuzi atakaponunua mzigo wake kutoka kwenye ghala husika, ataweza pia kuingia katika mfumo wa COPRAMIS ambao ni mfumo wa COPRA, ili kuweza sasa kupata zile taarifa zake za EUDR ambazo atazitumia kwenda kuzipeleka pamoja na mzigo wake katika soko la Umoja wa Ulaya ili aweze kuzingatia kanuni hiyo. Kwa hiyo kuna mengi ambayo tayari yameanza kufanyika na yako sasa ukingoni, na tungependa kweli ushirikiano wa sisi wote. Mpaka sasa tumepata ushirikiano wa kutosha sana kutoka kwenye vyama vikuu vya ushirika, kutoka kwa wakulima wenyewe, wamekubali kujisajili, wamekubali kusajili mashamba yao, lakini pia kutoka kwenye halmashauri za wilaya na sekretariat za mikoa, katika kuhakikisha kwamba hili tuna uwezo wa kulikamilisha na hatuui soko letu la Umoja wa Ulaya ambalo ndio soko kubwa la kakao yetu. Mwisho katika mjengeko katika mwongozo ni mjengeko wa gharama, ambapo tumeona sasa upo umuhimu wa kuwa na mjengeko wa tozo ambao utatumika na sisi wote kama taifa au kama Tanzania. Tunadhani kwamba kwa sababu tunayaangalia masoko kwa pamoja, lakini pia tunaenda pamoja na tunaipeleka kakao katika soko la Umoja wa Ulaya na masoko mengine kama wa Tanzania, ni vyema tuwe na mwongozo mmoja wa tozo ambao utaweza kufanana pia na miongozo mingine inayoendelea. Kwa hiyo nitataja tu jinsi ilivyo, ili wale ambao tuna shilingi 121 ambayo inaenda kwenye gharama za usimamizi wa vyama, lakini kuna shilingi 53.5 ambayo inaenda kwenye gharama za mtunza ghala, kuna shilingi 5 ambayo ni ya ukaguzi wa vyama hivi vya msingi na vyama vya ushirika COASCO, kuna shilingi 10 ambayo ni ya dhamana ya utunzaji wa mazao, lakini pia kuna shilingi 40 ambayo ni ya usafirishaji, gharama za usimamizi wa mauzo ambayo pia itakuwa ni shilingi 10, lakini pia gharama za bodi ya stakabadhi ya ghala ambayo ni shilingi 10, lakini pia usimamizi ngazi ya mkoa shilingi 5 na usimamizi ngazi ya wilaya shilingi 5, vifungashio ambayo itaendelea kuwa shilingi 106.5 na gharama ya maendeleo ya zao ambayo ni shilingi 30. Kwa jumla ya tozo ambao mwanzoni ilikuwa ni shilingi 387, sehemu nyingine ilikuwa shilingi 348, sehemu nyingine shilingi 360, sasa itakuwa ni moja, itakuwa ni 396 kujumlisha ile shilingi 3 ambao watu tunailipa, kujumlisha ile 3% ya ushuru wa halmashauri ambao tunailipa kawaida kila wakati katika halmashauri za wilaya.